Naam, bwana mtazamaji, moja kati ya story ambazo zina make headline huko mtandaoni bwana ni pamoja na hii story ambayo inamhusu mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Miriam Chiwa, moja kati ya warembo ambao wamemeke headline kweli kweli huko mtandaoni, hususan kuhusiana na ndoa yake. Na maana utakuwa unakumbuka kwamba bidada huyo alifanywaga interview katika vyombo vya habari mbalimbali. Ni mrembo ambaye huwa anajiamini kweli kweli na aliweka vigezo vya mwanaume ambaye yeye anatamani kuwa naye katika mahusiano na hata kuolewa naye, na akaweka vigezo vingi sana, lakini at the end of the day bwana mwanaume huyo alipatikana na wakaamua kutangaza mahusiano yao, lakini pia vile vile wakaja wakaachia kazi kwa sababu huyu Miriam Chiwa ni mtu ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kwa hivyo basi of course aliachia kazi na kazi zake zilipokelewa vizuri sana, hususan baada ya kuambatanisha kuachia uachiaji wake wa kazi hizo pamoja na mahusiano yake ambayo alikuwa ameingia kwa wakati huo. Sasa baada ya hayo yote, kitu ambacho kimekuja kufanya huyu Miriam Chiwa ametrend tena kwa mara nyingine huko mitandaoni ni sakata zima la kwamba mrembo huyu bwana alikuwa ameachika au ameachwa na kijana ambaye alikuwa amemtangaza kama mpenzi wake na walikuwa wanataka kuoana. Ni kubwa zaidi ambayo limekuja kupeka headline zaidi ni kwamba kulikuwa kuna hii habari ya kwamba Miriam Chiwa bwana aliachwa kipindi ni mjamzito. Kwa hiyo bwana ni moja kati ya story ambazo zimemeke headline kweli kweli huko mitandaoni, yani si kawaida. Yani ni moja kati ya story ambayo imetrendi na imegusa hisia za watu wengi sana kuona kwamba kijana ambaye Miriam Chiwa alikuwa anamwamini kwamba ndiye mwanaume wake na wataoana, mambo yamekuwa tofauti kabisa na vile ambavyo yeye alikuwa anatarajia, na mwisho wa siku kilichotokea ni kwamba ameachika, yani amemtupa, amemwacha matatani, au tunaweza kusema kwamba amemwacha solemba. Na mwisho wa siku bwana ni kwamba kijana huyu ameamua kulala mbele. Sasa watu wengi sana kiukweli wameguswa na hii story, na kuna wadau ambao wamefuatilia hii story kwa karibu. Huyu bwana ni mzee, anaitwa Mr. Mifumo au bwana. Sasa huyu Mifumo OG bwana amekuja kulizungumzia swala hili kiundani zaidi. Amekuwa akilifuatilia na amekuja kuzungumza kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo yeye amevinotice kuhusiana na mahusiano ya Miriam Chiwa na huyu mwanaume wake. So nataka hapo msikilize yeye jinsi alivyofanya documentary ya mahusiano haya ya Miriam Chiwa mpaka sasa hivi alipofikia. Dada yetu Miriam Chiwa hajaondoka pamoja na kugoende litani, amelitani akirudi akiwa ana ujauzito. Kwa hiyo inatakiwa tung'ang'ane. Ng'ang'ana na mwenza wako Miriam. Haiwezekani watoe alafu tupige upande wa geza simu waseme kwamba sio sijui na nini wamekataa. Everybody mmemwona da Miriam. Ndio tukatai, tuko na vigezo vingi. Anasema tunamdharau sijui tunafanyaje. Vigezo vyetu si aliviona. Si tuliongea vigezo na yeye alikubali vigezo, ndio tuliompata mwenye vigezo vyetu. Atuletee masuala ya disconnected yetu, anatuletea mambo ya penengu hapa. Mambo ya peru. What happened? Tuliviongea vigezo na ulikuta tumeviongea tayari Wasafi. Kwa hiyo unapokuja kwetu ulivikuta vigezo. Na dada yetu hajawahi shiriki jamani. Kwa hiyo yeye huyo ndo itakuwa mimba yake. Asijifanye eti kwamba mimi sijui mimba. Mimi kinachoniuma sio kwamba dada yetu Miriam ameachika, lakini kinachoniuma zaidi ni kwamba mlibebana. Shemeji, mbona mwenyewe tulikubeba? Kwa nini umle dada yetu, umwache na ujauzito, alafu eti useme nini? Shemeji, mbona mwenyewe ni hivyo hivyo? Jamani, shemeji, mbona unakuwa penengu? Eti tunasema Miriam alikuwa na kiburi. Kiburi kipi ambacho wewe shemeji, ambacho wewe nani? Si unaelewa? Wewe mwenyewe uliko penengu shemeji. Na hatutakubali ya mahusiano yaende hivi. Uongo mashabiki, hatutakubali ndoa iachike. Kama ulivyo nani, vigezo vyote vipo na tumethibitisha vyote vipo. Kwa hiyo lazima upenenguke uje huku umchukue mke wako. What happened? Mnaanza kuleta mambo mengine ya giza mwisho wa siku. Dada yetu sisi wakwenda kusherehekea shughuli huku chozi linamdondoka kwa sababu yako wewe. Shemeji wewe, kwa uzuri gani uliokuwa nao bwana wewe? Hebu muonani bwana. Lazima na sisi tufumue. Lazima. Shemeji, hakuna kuachia nanga hapa.
Miriam, kama tulivyosema tunaenda hivyo hivyo, hakuna kurudi. Miriam na mume wake nasikia Miriam alikuwa ana mdharau huyu kijana, alikuwa anataka kumwendesha huyu kijana. Dada yetu Miriam Chirwa alikuwa anataka kumwendesha huyu kijana kama gari bovu. Sasa kijana akasema mimi kwamba sitaki kupenenguka, sitaki kuperuka, sitaki kuonekana kama mimi zipe. Mimi ni mwanaume niliyekamilika. Sasa tusikilize kidogo dada yetu Miriam. Maneno mengi na mimi. Wazazi ambao mnafanya hawa watoto wasiendane na Mungu aliruhusu, basi mtakuwa mnalana. Wazazi nakwambia ilana itawabeba kwa sababu hawa watu wameendana. Hawa watu jamani, sio vizuri ndio hata watoto wapendane, watoto waende wakaende pamoja, wakafanye rutuba pamoja. Kwa nini wazazi mnaingilia ya mambo? Na huyo Miriam mkuongea kwamba na nini Miriam ana mimba. Japokuwa dada yetu kwenye vigezo alisema hawezi akalala na mwanaume wakati baada hajaingia kwenye ndoa, inaonekana yule mwanaume mpole alimpenengua akamdanganya. Kwa hiyo ikawa what happen. Ila dada yetu Miriam, what happen, ulienda kutoa kitumbua kikaja mchanga kati bado janani. Wewe tena sulitoa pale maamuzi, lakini sio mbaya. Kama shemeji utaki, sio wenyewe hatutaki vile. Tutamlea mtoto wetu kama inakuwa shida, lakini hawa watu mngeacha wapendane. Na mwanaume naye usimame kiume, sio ndugu wa nini? Ndugu wa nini? Dada yetu Miriam, acha kupenenguka bwana. Tebu si tutalea. Kama hataki bana tunaachana naye. Si wenyewe tutalea mtoto wetu. Miriam na mume wake nasikia kumbe wanatufanyia kiki. Miriam anatuambia tia umbea ufutwe. Msikilizeni hapa. Sema nianze kuzungumzia hayo. Kwanza yule mimi ni mume wangu amemtolea mahari jamani. Alirekodi na kuposti ni yeye na faida. Everybody. Mtu anachukulia tu penengu. Sasa tukwambie hivi, kama uliingia mtandaoni kutegemea eti kwamba unaweza kuwafanyia wabongolendi kiki, umeshindwa. Nikwambie sio kweli. Kwa sababu sisi wenyewe tulikuona uko penengu. Akili yako zipe. Kwa sababu gani Miriam? Huwezi ukasema eti jamani, penzi tia umbea usutwe, aibu itawashikanie. Mimi nifanye kitchen party bila mume. Wewe ndio uliingia kulia kwamba mume wako amekuachia ujauzito. Kwamba umekulana. Na wewe ni Mkristo kabisa, unaenda kanisani Miriam. Ulikuja ukalopoka mwenyewe. Sisi kiki hatufanyiwi. Ila tutakwambia ukweli, tutakufumua mtoto wa kike. Mwanaume uliyempata kwanza sio wa vigezo hivyo. Unaisema vigezo, sio wa vigezo hivyo. Na kitu kingine, wewe mtoto wa kike kweli unamjua Mungu kaifanyia ndoa yako kiki? Kama ni kweli wewe Miriam, unaenda kuifanyia ndoa yako kiki? Kweli kipenzi? Ndoa ukaifanyia kiki? Mbona ambapo ulikuwa unaongea tulikuwa tunakuona na vigezo vizuri. Lakini tumekuja kuona zilo pamoja na hiyo vigezo vyako. Umelewa maarufu kiasi kwamba unaingia kufanyia kiki ndoa. Mwanaume ambaye umesema kwamba anakuwa na ukasema unampenda. Jamani, mmemsikiza huko mdogo wenu? Alichokuwa anakiongea, penengu peru. Anakuja what happen everybody. Eti mimi yatawachoma, yatawaingia. Jamani we, yatatuchoma sie. Ila ndugu zangu, yatawachoma, yatawaingia. Aliyeleta maneno nani? Kama sio wewe. Au wajua Tanzania wewe. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ni kwamba Mariam Chiwa sasa hivi bwana ni kama vile anasutwa kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vimeendelea. Ninasemekana kwamba issue yake kuachana na mwanaume wake ilikuwa ni kiki. Sasa ni jambo ambalo watu wengi sana hawakuwa wana expect, yani hawakulitarajia kama linge happen. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section na pia subscribe kwa ajili ya kupata update